Karibu sana mtazamaji wa channel yetu ya Biomedia, tuangazie taarifa ambazo zimeweza kujiri katika mitandao ya kijamii. Jina langu ni Official Rose D, na hapa na shaka mtazamaji, leo nitakupitisha katika story ambayo tunaarifiwa kwamba orodha ya wasanii ambao waliuawa kwa kupigwa na watu wasiojulikana Tanzania kikweli inasikitisha. Leo tutakupitisha katika orodha hiyo uweze kufahamu ni kina nani ambao kiliweza kukatisha safari ya wasanii wengi nchini Tanzania. Maana tunaambiwa kwamba kifo ni safari ya lazima kwa kila nafsi, na kila msiba huacha alama ya simanzi kwa wale ambao wanabaki. Lakini pia hata hivyo kuna ukweli mchungu kabisa ambao hauwezi kupingika kwamba kila msiba una uchungu wake, lakini msiba uliotokana na kifo kilichopangwa au kusababishwa na binadamu kinauma zaidi. Inapogundulika kuwa uhai wa mtu umekatishwa kwa makusudi au kwa uzembe wa wanadamu wengine, maumivu hugeuka kuwa kidonda kisiyopona kwa haraka, kikiacha maswali mengi kuliko majibu. Tasnia ya burudani nchini Tanzania imeweza kupoteza vipaji vingi, lakini vifo vya wasanii wafuatao kikweli vimeacha kovu kubwa kabisa, kwa sababu nyuma yake kuna mkono wa mtu ambaye amesababisha vifo hivyo. Msanii Mandojo hakuwa jina la kawaida kabisa, kwani kwa wale waliokuwa miaka ya 2000 jina hili linakumbusha enzi za dhahabu za Bongo Flava, akiwa na mwenzake Dom Kaya ambao walitengeneza duo bora kabisa kuwahi kutokea, wakitupa ngoma za kihistoria kama One Knock Knock, lakini pia na kibao cha Nikupe Nini. Wengine walitegemea kuona reunion ya nguvu kabisa, lakini mwaka 2024 ukawa tamati ya giza. Mandojo aliuawa jijini Dodoma katika mazingira ya kikatili sana mara tu baada ya kupigwa na kundi la watu waliodai kumfananisha na mwizi. Kifo chake kiukweli hakikuumiza tu kwa sababu ya kupoteza, bali kwa jinsi ndoto zake zilivyozimwa kwa makosa ya kibinadamu na sheria mkononi, jambo ambalo liliacha taifa na maswali mengi kuhusu usalama, lakini pia masuala mazima ya utu. Tunarejea mwaka 2025 ambako ulipoingia kiukweli mwaka huo mtazamaji wa 2025 haukuchukua muda kabisa kabla kugubikwa na wingu zito la kifo cha MC Pilipili. Taarifa za awali zilizosambaa kwa kasi zilidai kuwa huenda alifariki kwa shinikizo la damu, kwa maana ya pressure, jambo ambalo lilionekana kama kifo cha kawaida. Lakini pia ukweli ulitolewa na familia na ulibadili kila kitu na kuongeza uzito wa maumivu. Ulithibitishwa kuwa alifariki kwa kupigwa na watu wasiojulikana. Ukatili huu ambao mpaka sasa lengo lake halijulikani umewaacha mashabiki na ndugu katika hali ya kutokukubaliana na uhalisia, wakijiuliza ni kipi hasa kilichosababisha chuki hiyo dhidi yake MC Pilipili. Hakuna kifo chenye utata na kinachoumiza kama Amba la Mwezi, kijana ambaye sauti na melody zake zilipa uhai kundi la The Mafic. Alifariki mwaka 2019 wakati nyota yake ikiwa inang'ara zaidi. Kilichoumiza watu na mazingira ya kifo chake mara tu baada ya kupotea kwa siku 3, na mwili wake uliokotwa chumba cha kuhifadhia maiti Muhimbele ukiwa na majeraha mabaya, tena bila ya nguo. Vifaa vyake vya muziki vilikutwa Mbezi Jogoo, huku mwili ukidaiwa kuokotwa Mbezi Africana. Nadharia za kuwa aliteswa kwanza kabla ya mwili wake kunyang'anywa na gari au kutupwa zinafanya kifo hiki kuwa kidonda kibichi mioyoni mwa wengi, kikisisitiza ukatili wa kutisha na kwa wanadamu. Vifo hivyo mtazamaji vinatukumbusha kuwa wakati mwingine adui mkubwa wa binadamu ni binadamu wenzake. Tunapo endelea kuhabarisha habari hizi, sisi tunaendelea kuombea wapumzike kwa amani, na tunabaki na funzo kubwa kuwa utu na thamani ya uhai vinapaswa kulindwa kwa gharama ya aina yoyote ile. Hii ni channel ya Biomedia. Mtazamaji, karibu kwa ajili ya kuendelea kumwanafunia kwa kugusa neno lililoandikwa subscribe. Mpaka wakati mwingine, bye bye.